Ni wakati mwingine mwanafamilia wa Mam Media, tukaangalie habari kubwa za kimichezo zilizojiri nchini Tanzania. Stori kubwa ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo na matukio yake yanayoendelea kabla ya dabi yenyewe. Bwana, Young Africans wamekuwa na sintofahamu hapo katikati na tuhuma kadhaa zimekuwa zikiwakabili kuhusiana na jambo linaloendelea kuelekea dabi ya Kariakoo. Kwanza, sekeseke lilianzia pale ambapo Alikama alipotangaza kwamba dabi hiyo itakwenda kupigwa visiwani Zanzibar na sio Benjamin Stadium Mkapa, jambo ambalo lilifanya hadi viongozi wa Simba waende wakaoji pale kwenye bodi ya ligi, lakini sijajua ni majibu gani wameyapata kutoka bodi ya ligi. Ila jambo jingine jipya limeibuka kuhusiana na kiungo mkabaji wa klabu hiyo Mohamed Damaro. Mohamed Damaro yupo pale Yanga kama raia wa Tanzania na sio raia wa Guinea kama ilivyokuwa awali. Kumbuka mwaka jana Mohamed Damaro pamoja na Bada walibadilisha uraia wao na kuwa raia wa Tanzania, lakini baadaye Bada akabadilisha akarudi kuwa raia wa Guinea kama kawaida. Lakini Mohamed Damaro mpaka sasa hivi anahesabika kama mchezaji mzawa katika klabu ya Young Africans. Bwana, limeibuka jipya kwamba Simba Sports wamepeleka malalamiko pale TFF na bodi ya ligi na kudai kujua juu ya uraia wa kiungo huyo Mohamed Damaro. Kwanza ukienda kwenye profile yake ya Instagram unamuona kabisa hapa wameandika yeye ni mchezaji wa Young Africans, raia wa Guinea, ni midfielder, kitu ambacho kimezidi kuibua mjadala zaidi. Kama huyu ni Mtanzania, kwa nini kwenye profile yake ameandika yeye ni raia wa Guinea na sio Tanzania? Maswali yameendelea kujitokeza, lakini imekuja maswali haya kwa sababu tunaelekea kwenye dabi. Kwa nini yaje wakati huu tunaelekea kwenye dabi na sio kipindi kile wakiwa Singida Black Stars? Haya ni maswali ambayo yamekuwa yakiulizwa na baadhi ya watu, lakini yote kwa yote ni kwamba Simba Sport Club wamepeleka malalamiko TFF na bodi ya ligi kujua juu ya uraia wa kiungo huyu ambaye anakichafua pale Young Africans. Na hii kama Simba au kama Yanga watakutwa na kosa hili, basi Young Africans watapokwa alama zote alizochezea kwenye NBC, lakini pia na kama amecheza kwenye CRDB pia atapokwa hizo harama Young Africans, kwa sababu kwa mujibu wa kanuni watakuwa wamevunja sheria. Lakini kama kutakuwa kuna shida, basi maisha yataendelea kama kawaida. Ila kama Yanga watakuwa na kosa juu ya uraia wa Mohamed Damaro kwa mujibu wa kanuni za TFF, ni kwamba itatakiwa Yanga wapewe adhabu ya kwanza ni kupokonywa pointi. Bila shaka kupokonywa pointi kwa Yanga au Simba ni ngumu sana, kutokana hawa ndio wababe wa hii nchi kwenye football. Hawezi kupokonywa, lakini sijajua itaishia wapi. Inawezekana pia ikawa imetengenezwa kwa ajili ya propaganda za dabi ya Kariakoo ili kutengeneza pressure kwa Young Africans, lakini bado naona kwamba tunapoelekea kwenye dabi ya Kariakoo lazima kuibuke mijadala mingi. Kuanzia mwaka jana tumeshuhudia masuala ya kugoma michezo, vurugu zikawa nyingi za hapa na pale, hatuchezi tunacheza, vurugu zikawa kama hivyo. Lakini sasa hivi limeibuka lingine. Kwanza, kwa nini wamepelekwa Zanzibar? Lakini cha pili, kwa nini Mohamed Damaro anacheza kama Mtanzania wakati huo sio Mtanzania? Haya yote kwa taarifa nilizozipata ni kwamba Simba Sports wamepeleka malalamiko hayo na kujua juu ya uraia wa kiungo huyo Mohamed Damaro. Lakini mwanafamilia wa Mam Media, nikukumbushe kama ni mara yako ya kwanza kutembea channel hii ya Mam Media, nikukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kuzipata taarifa zetu kwa urahisi zaidi.